kuna sheria nyingi, kuna haki nyingine kama haki ya kuishi kwa kujitegemea. Sisi kama watu wenye mahitaji maalum tuna haki ya kuishi kwa kujitegemea jamani. Tuna haki pia ya kuishi kwa matakwa yetu sisi kama sisi. So kwa sababu sisi tu ni watu wenye mahitaji maalum, so kila kitu sasa tunaanza kupangiwa. Unatakiwa uishi hivi, unatakiwa uvae hivi, na hapana jamani, si wenyewe tuna haki ya kuishi kwa kujitegemea sisi kama sisi. Lakini kuna haki nyingine ya kupata taarifa kwa njia sahihi. Haki nyingine ndio ya kupata taarifa kwa njia sahihi. Haki ya ulinzi dhidi ya ukatili wa kijinsia. Kama tunapokuja kuwazungumzia hapa kwamba kuna ukatili wa kijinsia, lakini pia kuna namna ya kuripoti na mambo mengine kama hayo. Kwa hiyo jamani, tunatakiwa tukifanyia ukatili upo, kwa sababu tunajua kabisa kwamba upo. Na hii baadaye nitawapa tu kama zoezi, mtuandikie kwamba ni mazingira gani mabovu ambayo mnapitia huko katika jamii zetu ambayo yanatupelekea sisi kutokuwa comfortable katika mazingira yetu, kutojiamini. Kwa jamani, tuna haki hizo zote ambazo nimezisema. Lakini pia kuna haki ya msaada wa kijamii na kuheshimu ama kuheshimiwa. Sisi kama watu wenye mahitaji maalum tunahitaji kuheshimiwa jamani, na kupewa haki ama msaada wa kijamii. So kwa sababu tu sisi ni watu wenye mahitaji maalum tunyimwe hizo haki? Hapana, lazima tuzipate. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho nitaka leo kuzungumzia, ni ukatili dhidi ya watu wenye ulemavu. Jamani, tunafanyiwa ukatili mwingi sana. Aidha wengine tunajua na wengine hatujui, lakini ni vitu ambavyo tunafanyiwa. Sasa ukatili ni matendo ya kudhulumiwa ama kubaguliwa ama kunyanyaswa kwa watu wenye ulemavu kwa sababu ya hali yao ya kimaisha ama ya kimaumbile. Kwa hiyo mtu anatumia maumbile yako wewe kama kigezo cha kukunyanyasa ama kukukatili. Lakini pia aina za ukatili wa kijinsia kwa watu wenye ulemavu ni ukatili wa kimwili. Jamani, tunapigwa. Sijui mnanisikia huko? Tunapigwa jamani. Tunapigwa alafu hatujui hata tunaenda kutolea wapi hizo taarifa. Mtu anakuja tu from nowhere, mtu amekuja huko ana stress zake huko, amekuja hapo amekukuta barabarani unatembea, labda unamchelewesha kupita ama labda unamfanyia kikwazo chochote kile, anaamua tu kufanyia kitu kingine chochote kile cha kukuudhi wewe ama kukuumiza kihisia ama kimwili.